nimesha kwenda Jerusalem. Okay. Nimezunguka kidogo. Hebu tupe feeling ya huo mji ukoje, sababu tunausikia sana yani tangu kwenye vitabu mpaka ikoje sasa hivi, sababu kuna Jerusalem mbili ya mji wa kale na huu mwingine, kwa sababu huku ni jangwa, yani sehemu kubwa ni jangwa tuseme. Sasa kwa nini sasa ni nchi yenye asali na maziwa wakati ni jangwani? Sasa hivyo si kwenye mtazamo wa kiroho. Lakini kiroho inabidi ukifika. Kwa hiyo ngoja kwanza, ukifika kiroho unahisi ni asali na maziwa, ukifika ni jangwani. True story. Inaweza yani sasa hapo kwa mfano kuna ile jangwa. Wewe unaishi huko. Wewe unaishi huko ni Tson ndugu yako. Wewe unaishi huko. Kwa mara nyingine tena. Na hii na mshikaji mmoja ambaye anaitwa jina ambalo utalijua very soon, lakini ni sehemu alipo sasa hivi, yupo Israel, Mashariki ya Kati. Israel inatuhumiwa kulishusha jengo la ghorofa ambalo lilikuwa lina mashirika mawili ya habari likiwemo Al Jazeera, na ukiangalia kwenye video ambazo umeziona ni kwa sababu tayari watu walikuwa wameshajiandaa, walipewa lisali moja la kuondoka. Kwa nini? Kwa sababu wanahisiwa Hamas, kundi ambalo linaongoza Mashariki ya Kati kwa upande wa Gaza kwa maana ya nchi ya Palestina, linakinukisha. Sasa huyu ni Tson, ni mshikaji ambaye Mswahili mwenzetu, anaongea Kiswahili, lakini hili sakata limemkuta yuko kule, lakini ni msanii pia na ameachia ngoma. So kaka, bwana vipi? Fresh kabisa ise. Weka kamera tukuone vizuri, weke kamera tuku. Oh yeah. Okay. Yeah. Ongea nikusikie vizuri. Inakuaje brother? Bwana shwari kabisa. Mambo vipi? Poa. Bana huko Israeli mkoa gani? Ni Arusha yao, ni Morogoro yao au Dar es Salaam yao? Huko niko kama Dar ya Israeli. Nataka tujue perspective ya mtu ambaye yuko nje. Huu mgogoro una zaidi ya miaka 70 na kila mtu anauzungumzia kivyake, kwa sababu Israel ni nchi ambayo iko sensitive kidogo, kwa sababu kuna watu wanaitazama kiroho, kwa sababu ina sehemu inaitwa Jerusalem. Huu ni mji ambao una maeneo matatu ya dini tatu muhimu sana. Kuna sehemu ambapo kuna kaburi la Yesu ambapo alizikwa, na kuna Calvary pia So ni sensitive kwa Kristo, lakini kwa Wayahudi kuna hekalu ambalo lipo pale muda mrefu sana pale Jerusalem, ambalo huwa wanaabudu. Zamani walikuwa wanapokea baraka pale, kwa hiyo ni hekalu lao muhimu sana. Waislamu pale ndo kuna mji ambao unaitwa Al-Aqsa. Huu ni mji ambao ni msikiti mkubwa ambao unaaminika ile safari ya usiku ya Mtume Muhammad ni sehemu ya tatu kwa umuhimu baada ya mji wa Maka na Madina wa Saudi Arabia. So ni mji sensitive hivyo, lakini ulikuwa zamani Palestina, lakini sasa hivi Israel wameukalia na kinanuka vibaya, Hamas wanakinukisha. So huyu jamaa yuko huko, tunataka tuangalie ni nini ambacho kinaendelea kwa mwananchi ambaye yuko wa kawaida kabisa. Ni Tson, I hope umeshajiunga. So let's do it. Tuangalie ni nini kinaendelea kule, lakini pia na sanaa yake anaifanyaje akiwa kule. Ana ngoma moja na 16 si haba brother. Hapo nakusikia vizuri sana. So umeniambia huko Dar es Salaam yao. Tuseme kijiografia inaweza kusema labda nipo Arusha kwa mfano, kwa sababu huku ni kaskazini. Kwa hiyo ni mji ambao unaitwa Haifa. Ni tuseme upo mji ambao upo kando au karibu na bandari tuseme. Okay, Israeli bana ni nchi ndogo sana kijiografia. Kwa hiyo ukiwa kwenye mji kama huo, maana yake kinachoendelea sasa hivi ni noma sana. Tension ikoje huko? Tension mtaani kama siku tuseme kwenye siku chache zilizopita, labda serikali ilitoa tahadhari ya kwamba hali ilitoa tamko la hali ya tahadhari, na kama jinsi ambavyo taarifa zinavyosemekana kwa sasa hivi kwenye vyombo mbalimbali vya habari, bado kuna ghasia ambazo zinaendelea. Lakini sasa kwa mfano kwa sehemu ambayo mimi nipo huku hatukukumbwa na bado hatujapatwa na okay, sawa.
Okay, hebu niambie kwanza, hebu tuambie kuhusiana na wewe kwanza tukufahamu. Kwa mtu ndo anakuona hapa mara ya kwanza. Okay, mimi naitwa Niite Soni. Ni msanii wa muziki, ni Mtanzania, mimi ni mzaliwa wa Dar es Salaam. Nimezaliwa Dar es Salaam, Muhimbili. Ila kwa sasa hivi naishi Israel. Naishi Israel. Kuna shughuli binafsi ambazo nazifanya huku. Mimi najitolea, tuseme nafanya kazi ya kujitolea kwenye shirika la kidini. Kwa hiyo sababu kubwa hasa ambayo imenileta huku ni hiyo kazi ya kujitolea kwenye hiyo shirika. Okay. Hebu niambie ilikuwa ni mara yako ngapi kwenda Israel? Huku nimekuja mwaka 2018. 2018, kwa hiyo nimekuwepo huku kwa kipindi chochote takriban kama miaka mitatu hivi. Miaka mitatu imepita nafikiri. Na kabla ya hapo nilikuwa nakuja tuseme nakuja kwa madhumuni tofauti. Kwa mfano kwenye hili shirika ambalo mimi ninafanya ni shirika la imani ya dini ya Kibahai. Na dini ya Kibahai ni dini, kwa hiyo ambayo ina taratibu zake, ina kanuni zake na mafundisho yake. Na kwa hiyo kabla ya kuja kujitolea kufanya kazi hizi za kujitolea, nilikuwa nimekuja huku kama mara 2 kwa ya hija. Hiyo ina utofauti gani na Uyahudi, Ukristo na Uislamu tunaojua? Aina tuseme na inayo. Nikiwa na maana gani? Nikiwa na maana ya kwamba ni dini ile ambayo inatangaza taratibu na mafundisho. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kama Uyahudi na Ukristo kwa lengo la kuweza kuwatangazia watu neno la Mwenyezi Mungu, si ndio? Na labda tu tuseme utofauti ni kwamba ni dini mpya ambayo imeletwa na mdhihirishaji wa Mwenyezi Mungu, ambao sisi tunamwamini anaitwa Baha'u'llah. Na kwa hiyo pale mwanzoni uligusia kwamba Israel inatazamiwa kuwa ni nchi takatifu kwa dini takriban 3 ambazo zinafahamika ulimwenguni. Na sasa kwenye hiyo orodha kuongeza na dini yetu ambayo pia tunajitazamia Israel kama ni nchi takatifu. Okay, kuna hiyo contradiction ambayo ipo. Nimependa kwamba una hiyo experience ya dini kidogo kuhusiana na Israel. Kuna watu wanaiona ni kisiasa, ni nchi kama nchi nyingine kama Tanzania, na kuna watu wanaiona ni nchi ya ahadi. Kwa nini unaiona ni nchi ya ahadi wakati kuna vitu vinaendelea sasa hivi unaviona? Kwenye mtazamo wa kiroho, hata katika kwenye mafundisho matakatifu ambapo yanapatikana kwenye vitabu vyote vitakatifu, inaongelea kuhusiana na Israel kuwa shamba la mzabibu la Bwana. Kwa hiyo kuna maelezo ya Israel kuwa sehemu takatifu, na hata pia kwa mfano kihistoria, ukifuatilia historia za kidini utaona kwamba aidha mitume au watu watakatifu wa kipindi fulani kinamna moja au nyingine walipitia tuseme Israel, au waliishi namna moja au nyingine. Kwa hiyo na pia kwa mfano kama ukiingia ndani zaidi kufuatilia kwa mfano tabiri mbalimbali ambazo zinaelezea kwamba ahadi ambazo zipo kwenye vitabu vitakatifu, vyote vinaelekeza kwenye Israel. Okay.
Nimekuelewa sana. Nina wewe sasa hivi unachokiona sasa hivi ulivyoenda huko, kweli kuna hiyo mizabibu yenyewe ipo, kuna hiyo feeling kwenye hiyo nchi kwa maisha ya kawaida kabisa, achana na kiroho? Mimi kwa maoni yangu binafsi naona ndio. Okay. Naona kwa sababu kuna namna mbili, kuna namna mbili ya kuitazamia. Kuna namna ya kiroho, alafu pia kuna namna tofauti pia ya kuiangalia, si ndio? Kwa maana kwamba huo tuseme mtaani unavyoishi wewe una feel kwamba watu ni tofauti, kwamba tofauti na Tanzania. Ni nini unachokiona kwamba hawa watu wana hiki? na ukiangalia kwa mfano yaani siwezi kusema kuongelea labda tuseme labda watu wa huku, tuseme labda kwa kusema kwamba labda ni wana kipawa tofauti na binadamu wengine. Kwa hiyo ni watu wa kawaida, ni watu wa kawaida tu, na kwa sababu mimi naangalia katika mtazamo wa mafundisho ya vitabu vitakatifu, kwa maana kwamba hata mtu ambaye ni Mkristo, tofauti ambayo yeye itamtofautisha na mtu ambaye labda hajiiti Mkristo si ni mafundisho yale. Okay, huo special wake ni nini sasa kama watu wake hawana special? Niyo ardhi au sio? Unanielewa ninachotamani kuelewa? Ndio. Nakuelewa. Unajua kuna mafundisho ya kidini, kuna mafundisho ya aina mbili. Sawa? Kuna mafundisho ya aina mbili, na aina moja ya mafundisho ni mafundisho ambayo yanatoa ufahamivu na yanatoa tuseme ile hali ya kuhuisha roho, si ndio? Katika mtazamo huu mtu anapata kuwa na mtazamo wa kiroho. Hata lugha ambayo unaipata katika kutazamia vitu inakuwa ni lugha ya kiroho. Kwa mfano sasa tukiongelea kwenye mambo mengi ambayo yameongelewa kwenye vitabu, mengi yao yanagusia kwenye mtazamo wa kiroho, si ndio? Kwa hiyo inawezekana labda pengine au sababu huku ni jangwa, yani sehemu kubwa ni jangwa tuseme. Sasa kwa nini ni nchi yenye asali na maziwa wakati ni jangwani? Sasa hivyo si kwenye mtazamo wa kiroho. Ukifika, kwa hiyo ngoja kwanza, ukifika kiroho unahisi ni asali na maziwa, ukifika ni jangwani. True story. Yani sasa wewe unaona kwa asali na maziwa ukilinganisha na Tanzania kimazingira? Asali na maziwa ya kiroho ndio ya kiroho sawa, lakini hakuna, sio nchi ya jangwani kijiografia. Sehemu kuna sehemu ya jangwa, lakini pia kwa mfano ukiangalia katika mazingira ya kimwili pia ni nchi ambayo imeendelea kusema kweli. Lakini Marekani pia imeendelea, ni ndogo by the way Israel. Ni nchi ndogo. Hivi umewahi kuzunguka Israel kwa maana ya sehemu tofauti umewahi kutembea? Nimeshawahi kwenda Jerusalem. Okay. Nimezunguka kidogo. Hebu tupe feeling ya huo mji ukoje, sababu tunausikia sana, yani tangu kwenye vitabu mpaka ikoje sasa hivi, kwa sababu kuna Jerusalem mbili, ya mji wa kale na huu mwingine. Ndio. Kwa jinsi ambavyo, kwa sababu mimi nilienda kwa matembezi tu ya kawaida kama watu wengine ambao wanatembelea, na kwa hiyo tukawa nimepata nafasi ya kutembea kwenye baadhi ya maeneo mbalimbali na kutembelea labda maeneo ya kihistoria. Kwa hiyo tukawa tunaelezewa pia historia mbalimbali ambayo inahusiana na yale maeneo ambayo tulikuwa tumeenda. Kwa hiyo unachukua kama tour fulani, unapitishwa katika hayo maeneo alafu wanakuelezea historia mbalimbali.
kuna feelings unaisikia tofauti ukiukanyaga huo mji, kwa sababu tunaambiwa ni mji fulani hivi uliotukuka, ulijengwa mara mbili ukabomoka. Yaani unajua tuna story nyingi wa huo mji. Kuna feeling gani ukiingia kwenye huo mji tofauti na miji mingine kama Arusha, Dar na sehemu nyingine? Sasa hapo kuna mawili. Nikupe mtazamo wangu binafsi. Achana na kiroho. Tunazungumzia kwa mtu anayeingia. Kiroho utatuambia unavyoingia wewe ulivyoenda kutalii. Umeingia Jerusalem mzee. Ulivyoingia wewe kuna feeling yote ya tofauti? Kuna nini unachosikia? Kwa mimi binafsi kwa sababu kuna ile tour ambayo mimi nilienda niliridhika nayo kiukweli, na sasa kwa sababu hapo kuna zile hisia ambazo zinanipelekea kusema kwamba kwa sababu kuna maeneo ambayo sisi tulikuwa tumepitishwa ilikuwa inahusiana na historia za kidini na nini, kwa hiyo tulikuwa tunaelezewa zile historia. Sasa zile historia mimi kiukweli zilinigusa, na nikawa naona utofauti ambao mimi nilikuwa nimeuhisi ni ule labda pengine wa kuguswa na zile historia tuseme. Lakini labda kujibu swali naweza nikasema hivi. Okay, so kiroho ulikuwa unajaribu kutupeleka kidogo kwenye ulimwengu wa kiroho. Unajua nashindwaga kujadili ulimwengu wa kiroho kwa sababu inabidi uingie humo ndio uweze kuuelewa. Hebu tupe kidogo kwa lugha rahisi unavyoweza Niteson. Unavyoiona Israeli kiroho. Ukilala usiku unaota nini unachokiona kiroho? Yaani mtupe lugha rahisi zaidi ya kuielewa. Kwa lugha rahisi, jaribu kufikiria sisi katika hali ya kawaida katika malezi yetu au labda katika mafundisho ya kidini tunakopo tunafahamishwa na tunafundishwa baadhi ya tamaduni na mitindo ya kuishi. Na moja kati ya mafundisho makubwa ni sala, si ndio? Na katika sala ile tunafahamishwa ya kwamba sala ni chakula cha kiroho. Na katika huo mfano tunajua ya kwamba katika hali ya kawaida katika chakula cha kimwili tunajua kwamba ukiwa tunalisha miili yetu basi miili yetu inakuwa. Na hata katika maandalizi ya kile chakula kuna sheria zake, kwa maana kwamba chakula kinatakiwa kiwe kisafi na nini na nini. Lakini maana yake ni kwamba kikiingia na uchafu inaokuwa inaondoa ile rutuba ya kusaidia wewe au kusaidia miili yetu kukua. Sasa katika huo mtazamo jaribu kuangalia sasa sasa una nafasi ya kwenda moja kwa moja kwenye vyanzo ambavyo wamelazwa mitume. Kuna baadhi ya maeneo ambao kuna makaburi matakatifu ya mitume ambao wamewahi kutokea duniani. Kwa hiyo katika hali hiyo maana yake ni kwamba ni kama vile unaenda kuchota kwenye chanzo chenyewe, si ndio? Katika mtazamo huo unaona kabisa kwamba yani hata ile sala ambayo unaenda kuitoa pale inakuwa ni tofauti kidogo na kawaida. Sure. Okay, so kwa jinsi ambavyo nimesikiliza tunavyoongea hapa, kila unachokizungumzia kuhusiana na Israel sioni watu wake. Kwa sababu ukija Tanzania ukisifu Tanzania lazima utazungumzia watu wa Tanzania bana. Naiona zaidi hiyo ardhi kwa jinsi ambavyo ina historia na background na kila kitu. Hebu niambie wewe ukiwa huko unawezaje kubalance kuiamini Israel kama nchi takatifu at the same time unaona na unasikia taarifa za serikali na kinachoendelea? Umekuna shavu. Sababu hapo kwa sababu kuna mambo mawili nayaona. Jambo la kwanza ni kujaribu kuangalia hali halisi jinsi ilivyo, si ndio? Kwa hiyo hapo umeongelea kwamba kwa kutazama tu labda pengine hali ya machafuko na nini, kuna namna moja ya kuitazamia Israel unaipata, si ndio? Mimi siwezi kusema kuwa kwamba mimi siwezi kusema kwamba labda mimi ni msemaji wa nchi ya Israel. Hapana. Exactly, sure. Na kwa hiyo hapa katika hali ya kawaida
yani mimi nataka nionyeshe kwamba yani mimi sina maoni yangu binafsi kuhusiana na hali ya machafuko ambayo yanaendelea. Exactly. Na hayo maoni Nitesoni, nisingependa pia utoe hayo maoni. Ningependa kujua wewe, inakupa contradiction kwamba at the same time naamini hivi, lakini at the same time naona uhalisia mwingine. Inakupa shida yoyote wewe binafsi, achana na either unapenda au upendi? Hapana, kwa sababu Okay. tuseme mimi na bahati, kwa maana ya kwamba kuna kitu kingine ambacho mimi kinanisukuma tuseme, kwa maana ya kwamba hii imani yangu ambayo mimi niko nayo tuseme ndio kila kitu. Kwa hiyo hata katika namna ya kuchanganua mambo ya kuelewa hali halisi na nini, huwa natumia imani yangu. Unaona? Kwa hiyo kwa mfano moja kati ya misingi ya imani ambayo mimi niko nayo ni kuhusiana na tunaamini umoja wa jamii ya binadamu. Umeona? Kwa hiyo na katika namna ya kuweza kuleta usuluhishi wa aina yoyote ile, tunaamini ya kwamba namna moja hapo ni katika kuwatazamia binadamu au jamii ya binadamu kama wote ni pamoja. Na hii sio tu dhana ambayo ya kufika au ya kuazika, lakini ni kutokana na misingi ya mafundisho ya imani yetu. Umeona? Sasa mimi tofauti, yani hapa manake nimesalimika katika kufikiria labda kufikiria suluhisho lingine lolote ambalo linaweza kupatikana tofauti na kulenga katika shughuli ambazo zinaleta umoja ulimwenguni. Na hizo nimekuelewa Nitesoni kwamba una hiyo imani yako inakufanya uwe positive katikati ya situation yoyote inaendelea kati ya upande huo. Lakini hiyo pia imenipa picha kwamba mgogoro unaendelea licha ya kelele zinazopigwa kwenye media, ni kwamba ndani ya Israel kwa udogo hiyo nchi kama uioni hivyo, yani huwezi haikuathiri kiasi kwamba ushindi kulala, ushindi kufanya kazi zako. It means kumbe ni mgogoro ambao ni uko mbali sana kwa perspective ya kutoka Israel. Yeah. Tuje kwenye issue ya wewe sasa na maisha yako ya Israel. Siku ya kwanza unakanyaga Israel, nini kilikujulisha kwamba hapa sipo Bongo? Hali ya hewa, watu au ni sana hali ya hewa, yani huku mwanangu baridi. Jambo linatoa wapi baridi tena? Sasa kipindi cha baridi kikija huku nyuzi joto inashuka mpaka 10, mara nyingine 8. Sasa mimi nimezaliwa Dar es Salaam, unajua. Kama wewe unarudishwa Njombe, yani unarudishwa Njombe. Yani Njombe yenyewe sije kwenda sasa, lakini ndio hivyo, yani baridi inasumbua. Lakini tunajifunza hivyo, unajifunza kwa sababu kwenye kipindi cha baridi ni nguo tu. Inabidi kuna namna ya kuvaa zile nguo. Kwa hiyo kuna hii trick ambazo mimi nilikuwa sijui kwa maisha yangu ya kuishi Dar es Salaam, joto na nini ilishuka sana, nyuzi joto na nini 26. Kwa hiyo kwa mfano kuna upande mzima wa hali ya hewa, hiyo ni kitu moja hapo ambacho kinaonyesha kabisa dhahiri. Lakini kwa mfano ukiangalia miundombinu, majengo na nini, tuambie kilichokutoa ushamba kwenye miundombinu siku ya kwanza. Barabara, mtoto barabara, kuna sehemu unakuta yani barabara si kama ngapi, yani si flyover ambazo yani it's very complicated, zimepita yani barabara ni moja hapo ambacho lakini kwa mfano utaratibu wa usafiri ni yani nzuri sana. Kivipi yani ukoje? Kujifunze. Kwa mfano kuna mabasi huku ni kama mwendo kasi, lakini hakuna hayajazi kabisa yani. Sasa mimi mara nyingi nilikuwa nashangaa, sasa mbona mabasi hayajai, au labda kwa sababu pengine nchi hamna watu wengi, lakini sio hivyo. Sasa sijui tatizo ni nini, na labda yapo mengi kwa sababu
lakini yani kuna mfano taratibu wa usafiri, it's very efficient. Ukienda kwenye kituo cha basi unajua saa ngapi basi linakuja, kwa hiyo unapanga maisha yako yani katika muda. Na nasikia nchi nyingi za nani za Ulaya mara nyingi muda ndo unawaendesha. Sisi huko Afrika sisi ndo tunauendesha muda. Yaani ilikuwa saa 2 lakini tunasema no, itafanyika saa 4 na maisha yanaenda na wote ni wazima. Huko Israeli ikoje? Huko Israeli ikoje? Mnauendesha muda au muda unawaendesha? Ni kweli yani muda kwa mfano kama mimi kutokea katika mazingira ya, sababu mimi nimeishi Dar es Salaam maisha yangu yote, kwa hiyo kuna yale mazoea ambayo ni mabaya tuseme unakopo nayo. Kwa hiyo kwa mfano ya Kiafrika sio mabaya, sema mazuri ya Kiafrika. Kwa hiyo kwa mfano katika kwa mfano huku obviously yani ni kitu cha kawaida. Hicho ndio kitu ambacho mimi kinanishangaza, kwa maana kwamba yani ni kitu cha kawaida kwamba mtu kuwepo kwenye muda, yani sio kitu cha ajabu yani. Kwa hiyo huko kama wazungu au jamaa. Okay. Na hebu tuambie hivi ukiingia ndani Israel unavua viatu? Ukiingia ndani au vua viatu. Ningekuonesha nani sehemu ambayo tupo au vua. Well, I mean inategemea sasa na nani na eneo ambapo. Unajua kuna nchi ambazo kuingia ndani na viatu ni sehemu ya maisha yao. Liongea na washikaji zake. Kuna nchi kibao Israel nasikia ni moja hapo pia. Kama mnaingia ndani na viatu. Okay, so mwanangu, turudi sasa kwenye issue zako ambazo umenani. Sasa hivi naweza nikaingia ndani. Niambie kuhusiana na your music career. Umeni surprise kuhusiana na issue ya dini mpya, at the same time wewe ni msanii. Hebu niambie kwa kumalizia, Nite Son, kabla hujatuambia kuhusiana na ngoma yako na 160 na nimemwona pia Pipi pale. Tuambie kati ya Mpalestina na Muisrael kwa kuwaona wana tofauti gani? Unaona tu kwa sababu kama ni mtu ambao kwa mfano ukiishi huku yani unajua tofauti yao. Ni kama vile unawajuaje kama wewe mbongo unawajuaje vitu gani unawajua? Kuna baadhi ya tabia ambazo ambazo singependa kuzisema hapa, ambazo sio mbaya. Muonekano ni kitu kingine kimoja hapo ambacho wakoje yani ukitaka kutupa picha wakoje inakuwa ni vigumu kusema kwa sababu kwa mfano katika huku tuna deal na hao watu mbalimbali. Kwa hiyo kwa tuseme kinamna moja hapo, kwa muonekano tunaweza kujua kwamba huyu ni hivi. Okay, twende hivi. Wapalestina ni wafupi au ni warefu au ni nywele zao ziko singa au ni wanapua, yani wanajuanaje wao? Sababu naonaga ni wote ni weupe. Unaona wote wanafanana? Ni weupe. Sasa kwa mbongo unataka ambao umeishi nao ukiwaona unajuaje? Sina mimi naona ni mweupe huyu, mweupe huyu, mweupe huyu. Wapalestina wanafanana na kina nani? Nielezee labda wanafanana na Waarabu, wanafanana na Wahindi. Wanafanana na Waarabu. Na Waisraeli wanafanana na kwa sababu si ni Wayahudi. Lakini ukiishi nao hawana tofauti za kimaisha zile. Wanakula chakula. Hivi msosi gani? Chakula chao ni kwa Israel siwezi kusema ni chakula cha Israel, lakini ambacho kipo Israel ni moja kati ya labda tuseme viungo ambavyo unavipata kwenye vyakula vingi ni hummus. Hummus ni kama sijui unaijua hummus Sifahamu hummus. Ala sijui naelezaje. Yaani kama
Lakini chakula kikuu ni wanakula viazi, wanakula mahindi, ni ugali au nafaka au mkate, yeah. Hii ni madini.com.